Okay guys, ni saa 12:30 jioni. Ni saa 12:30 jioni. Sikupanga kuweza kushare hili, lakini kuna mtu mmoja ameniinspire. Doctor, naomba ushare na sisi kwa sababu umekuwa ukifanya kwa muda mrefu. Hebu share na sisi pia unapata experience kiasi gani. Mnamo mwezi wa 6 wote tunakumbuka nilishare videos mbalimbali baada ya kuwa nimeanza mfungo. Na nilikuwa naenda nafunga mfungo wa masaa 48. Nakumbuka mara ya kwanza nilishare hapa ilikuwa mwezi wa 6 mwaka huu, ambapo ilikuwa ni mfungo wa masaa 48 sawasawa na siku 2, na toka nimeanza masaa 12 yale ya kwanza kabisa nilishare kwa mara ya kwanza, na video hizo niliziweka katika channel yangu ya YouTube. Video hizo niliziweka katika channel yangu ya YouTube, na unaweza ukaenda kule. Nimefundisha vitu vingi sana, habari ya kufunga, faida za kufunga, nini kinatokea pindi mwili ambapo unapokuwa katika mfungo wa masaa 12, na baadaye unapofikisha mfungo wa masaa 24, baadaye unapofikisha mfungo wa masaa 36, baadaye unapofikisha mfungo wa masaa 48. So nilienda mwezi wa 6 nikashare na nyinyi mwezi wa 7, kuanzia mwezi wa 8 hapo nikawa niko busy kidogo, lakini kwa neema ya Mungu kuanzia mwezi wa 9 nilianza mfungo wa masaa 3 rasmi, nikaongeza wa siku 3, niliongeza siku moja mbele, ambapo kutoka kwenye mfungo wa masaa 48 nikaongeza mfungo ukawa ni mfungo wa masaa 72 sawa sawa na siku 3. Kwa hiyo nilianza mnamo mwezi wa 9, mwaka huu, na nimeweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na mwezi wa 10 hivyo hivyo tumefanya hivyo na nimefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na hatimaye sasa tuko mwezi wa 11 mwishoni, na nimekuwa na utaratibu wa kuweza kufanya hili kila ninapokuwa nafika naenda ile wiki 2 za mwisho wa mwezi, ama ikibaki wiki moja, in case kama itakuwa ni bado na majukumu, lazima niweze kwenda mfungo wa siku 3. Lengo hasa ikiwa ni kuweza cha kwanza kabisa ni kuweza kurekebisha afya yangu, kuweza kufanya usafishaji ama cleansing ya mwili wangu wote kwa pamoja, ikiwemo figo zangu, ikiwemo ini, ikiwemo misuli, lakini pia ikiwemo paka ubongo wangu. So unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo kufunga kuna faida kubwa sana. Jana nilikuwa kwenye sehemu fulani na mteja wangu ambaye ni mama ambaye anayesumbuliwa na pressure kwa muda wa miaka mingi sana, amekuwa akimeza dawa za hospitalini, lakini pia anasumbuliwa na maumivu makali sana ya miguu. Nilipokuwa natoa somo hili la kufunga, wakabaki wanashangaa kwa kiwango kikubwa sana. Ni moja ya somo ambalo ukilifanyia kazi litakupa faida kubwa sana zaidi ya sana. So mimi kama daktari ambaye nafundisha masomo ya afya, napaswa kuwa kioo cha jamii. Niliwahi kuwapa shuhuda hapa, niliwahi kupata shida kipindi fulani, niliwahi kupata shida ya macho. So mke wangu akanipigia kelele sana, of course hata kama ni daktari, lakini nenda kacheki macho, ni issue ambayo ni very sensitive. Nikaenda kucheki macho. Nilipoenda kucheki macho, daktari yule akawa ananipima, akaniambia wewe unatumia vifaa vya umeme muda mrefu sana kama laptop, simu na nini, na ni kweli natumia sana hivyo vitu kutokana na kazi yangu, lakini pia naongea sana na simu. So akaniambia nitakuwa uweze kupunguza hivyo vitu, lakini pia inabidi uweze kupatia miwani ya macho. Nikamwambia okay, asante sana, nitaka kuweza kujua tu macho yangu yana changamoto gani kwa sababu nimeshajua. Lakini moja ya kitu ambacho kilinishtua ni kwamba daktari ambaye aliyekwenda kunipima macho, pembeni kwenye meza yake alikuwa ameweka soda. Unaweza kaona daktari ambaye amekwenda kunipima macho, pembeni ya meza yake ameweka soda na kunywa, lakini pia daktari huyo wa macho naye pia amevaa miwani. So unaweza kaona ni aina gani ya madaktari ambao tulionao. So hapa nimejifunza nini mimi kama Dr. Kuboja ninapokuwa nawafundisha wengine habari ya afya? Mimi natakiwa niwe mtu wa kwanza kuwa kioo cha jamii. Yaani ukiangalia afya ya Dr. Kuboja uone kabisa kwamba huyu ndo the right person ambaye anayetufundisha. Lakini si hivyo, utajisikia Dr. Kuboja unaambiwa siku moja Dr. Kuboja figo zake zimefeli. Utakuwa surprise. Hivi nakuaje? Dr. Kuboja anapopiga kelele hivyo, watu waache kula hiki, watu waache kula hiki, anawafundisha masomo ya afya. Inakuaje Dr. Kuboja leo hii figo zake zimefeli? Of course shetani anaweza akatumia kama jaribu kwangu, lakini isiwe sababu eti ya kwamba kwa sababu ya uzembe wa afya. Ikiwa ni jaribu na Mungu ameruhusu, basi itakuwa hivyo, na Mungu atakuwa ameandaa pia mlango wa hilo jaribu wa kuweza kutokea. Lakini hata siku moja Dr. Kuboja haiwezi katokea mimi figo zangu zikafeli
kwa sababu eti nimekuwa mzembe katika kuweza kutunza afya yangu. So ninachokiangalia ni kwamba cha kwanza, muonekano wangu kama daktari. Yaani wewe ukija tu ofisini kwangu, ndio unapoangalia muonekano wangu useme kabisa huyu ndio the right person ya mimi kuweza kunifundisha habari ya afya. Huyu ndio the right person ya mimi kuweza kuniambia kwamba nipunguze mwili. Napata baadhi ya dada mmoja akaniambia nimewahi kupata ugumu mkubwa sana. Daktari mmoja akawa ananiambia nipunguze uzito, afu naye ana kitambi. Ni daktari kabisa. Yaani afu ana manyama ya shingoni paka yamejikunja. Lakini daktari yuko hospitalini, ana wadhifa mkubwa na kuna baadhi ya watu wanamheshimu. Daktari mkubwa sana tena. So unaweza ukaona ni kwamba kama daktari unaweza ukapata elimu, ukapata maarifa, lakini yale maarifa yasikusaidie. Ili tuweze kuyaacha hayo yote. Lakini point ni kwamba mimi kama Dr. Kuboja ninapambana sana kuweza kutunza afya yangu. Wakorintho wa kwanza 9:27 inasema kwamba unatakiwa uwe makini sana kuweza kutunza afya yako, ili kwamba wewe usije ukawa unaweza ukaishia kuwahubiri wengine alafu wewe ukaja ukapotea. Yaani kwamba mimi Dr. Kuboja naweza nikaanza kuwahubiri sana wengine habari ya afya, lakini Wakorintho wa kwanza 9:27 inasema kwamba usije ukaishia kuwahubiri wengine alafu wewe ukaja ukawa mpotevuni wa kwanza, au wewe ndio ukaja ukapotea wa kwanza. Kwa hiyo mimi kama Dr. Kuboja lazima nichukue jitihada za kutosha, na ndio maana swala la kuweza kutunza afya ni issue ya kuweza kujikana nafsi. Watu wanahangaika huko mtandaoni, sijui nisaidie dawa ya kupungua, kelele ni nyingi, kila mtu anaya kwake huko. Watu wanatapeliwa, wanapewa dawa, wanahalisha, wanafanya hivi. Lakini kumbe the right way ni kuwa makini na chakula ambacho unachotumia. Ukizingatia chakula, kila kitu kinakwenda sawa. So acha kutapeliwa huko mtandaoni. Tafuta daktari sahihi ambaye atakaye kuongoza nini unatakiwa ufanye kuweza kupungua. Nimewahi kutoa historia ya maisha yangu hapa. Mwaka 2016 nilikuwa na kilo 105. Nilikuwa na shida ya mgongo, nilikuwa na shida ya nguvu za kiume, nilikuwa na shida ya pressure. Kijana mdogo kabisa, by that time hata miaka 40 sijafikisha. So unaweza ukaona ni kwa namna gani ambapo watu tunateseka na magonjwa, hatujui tufanyaje. Lakini pia kupitia mimi kuwa na kilo 105 mwaka 2016, kupitia mimi kuwa na shida ya magoti, kuwa na shida ya mgongo, kuwa na shida ya pressure mwaka 2016, kwangu nimeigeuza imekuwa fursa. Nini kifanyike? Nilikutana na daktari sahihi ambaye aliokoa maisha yangu, ambaye aliniambia ukweli nini ambacho kinatakiwa kufanyika katika mwili wangu. Oh no, nisitumie muda mrefu sana kuweza kuongea. Kuna mengi, lakini kwa wewe ambaye unateseka na uzito mkubwa, unateseka na magonjwa ya lishe, kisukari, pressure, cancer, nini, tafuta the right way namna gani ambavyo unaweza ukajitibu magonjwa yako. Anyway guys, leo ni Jumatano, toka saa 1 asubuhi nimeanza mfungo wangu. Toka saa 1 asubuhi na sasa hivi ni saa 1 kasoro, ni saa 12:37 jioni hii. Ninakwenda kufikisha masaa 12 toka jana. Nilikula mara ya mwisho, nakumbuka jana ilikuwa saa 3 usiku, nilichelewa kidogo. Nilikula mara ya mwisho jana ilikuwa saa 3 usiku, saa 4 usiku almost. So nilichelewa kidogo kupata mlo wangu wa usiku. So huo ndio uliokuwa mlo wangu wa mwisho jana usiku. Na sasa hivi tunaelekea saa 1 jioni na kwenda kufunga masaa 12. Nimeanza rasmi mfungo wangu wa masaa 72 na mfungo huu utakwenda kuisha Jumamosi saa 1 asubuhi. Ndipo nitakwenda kufungulia. Kwa hiyo hapa tayari kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia kwamba kile ninapokwenda kuzama jua tumeingia siku nyingine, na hapa tayari nimefunga masaa 12. Itakapofika kesho asubuhi saa 1 jioni nitakuwa nimefunga masaa 24 kwa neema ya Mungu. Ni jambo ambalo namtukuza Mungu wa mbinguni. Toka nimeanza kufunga mnamo mwezi wa 6 na leo ni mwezi wa 11, nimeona faida kubwa sana. Nimeona mabadiliko makubwa sana kwenye mwili wangu. Na mimi kama daktari nasimama mstari wa mbele, nasimama kifua mbele kuweza kuwafundisha wengine, kuweza kuhamasisha wengine, maana mimi nimekuwa mfano namba 1. Haleluya, naomba wote tuseme amina. Kwa hiyo basi nimeona niweze kushare na nyie, na kesho asubuhi kwa neema ya Mungu, Mungu akitupa uzima, tukiamka salama, nitashare na nyie kwamba usiku wangu umeendaje, nimekuaje. Lakini moja ya vitu ambavyo navitumia katika mfungo huu, natumia maji ya chumvi ya mawe. Natumia maji ya chumvi ya mawe. Nimekuja kwa bibi yangu mmoja hapa, ameniandalia, ngoja niweze kuwaonyesha. Ameniandalia maji ya chumvi hapa. Yes, tunaweza kaona hii ni thermos. Niliongea naye asubuhi nikamwambia bibi, mtakapokuja ofisini kwangu huko, naomba uniandalie maji ya chumvi. So aliniandalia maji ya chumvi, maji ya moto,
mimi nikaja na chumvi yangu ya mawe. Muda wa mchana nimechukua chumvi ya mawe, nimekoroga na kikombe kimoja, nimekunywa. So hata jioni hii ya leo itakapofika saa 1, saa 2 usiku nitakwenda kupata maji tena ya chumvi. Maana yake mfungo wangu ni mfungo wa maji peke yake kwa muda wa siku 3. Mfungo wangu utakuwa ni mfungo wa maji peke yake kwa muda wa siku 3. Nikukaribishe mwanafunzi wangu, mpendwa wangu, rafiki yangu ambaye unayenifuatilia kwa muda mrefu toka mwaka 2021. Umejifunza elimu ya afya, elimu ya mahusiano kupitia Dr. Kuboja. Ninaamini kuna mengi sana ambayo umebarikiwa kupitia Dr. Kuboja. Karibu sasa ujoin na mimi katika mfungo huu. Kuna uwezekano mkubwa kwa sababu nimechelewa kushare, nimechelewa kuposti. Unakaribishwa. Kesho tuanze ili tumalizie siku 2 zilizobaki. Kesho asubuhi tuanze. Kuna faida kubwa sana. Lakini katika kufunga usianze kama Dr. Kuboja siku 3 swini. No, anza ile masaa 12. Mwili ukizoea masaa 12, nenda masaa 24. Mwili ukizoea masaa 24, nenda masaa 36. Mwili umezoea masaa 36, nenda masaa 48. Mwili umezoea masaa 48, anza masaa 72 kama Dr. Kuboja anachokifanya. Jamani, niwatakie jioni njema. Muda sio mrefu na kwenda kufikisha masaa 12. Kwa neema ya Mungu wa mbinguni, ninakwenda kumaliza siku 3 nikiwa na afya njema. Kesho asubuhi nitawaambia nini kinatokea pindi unapokuwa umefunga masaa 12, na kesho ninapokwenda kufikisha masaa 24 nitakwenda kuwafundisha pia nini kinatokea pindi nitakapofikisha masaa 24 katika mwili wangu ama katika mwili wa binadamu yote ambaye anaamua kuanza mfungo wa masaa 12 mpaka mfungo 72, wa mfungo wa masaa 72 au mfungo wa masaa 48. Niwatakie jioni njema na Mungu wa mbinguni awabariki na awatunze, na wapenda sana. Love you guys. Much love.